Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, tunarudisha sifa, heshima na utukufu vile Mungu ambavyo umetupa siku ya leo ya sita kuwa nayo katika nyumba yako, kama ambavyo wewe Bwana unapendezwa na maisha yetu. Umetujalia kuwa wazima, umetupa neema, umetupatia baraka, umetupatia maisha, umetutembelea na kutufanya Mungu tuendelee kuwa hivi kama tulivyo sasa kwa wakati huu. Bwana mfalme na Mungu wa Israeli, tunatamani kuona namna ambavyo wewe Mungu unatuhudumia. Tunakuja mbele zako Bwana tukiwa na mahitaji yetu binafsi na mahitaji ya kanisa, mahitaji ya nchi yetu na mahitaji mbalimbali ambayo Bwana yanatuzunguka katika maisha yetu. Bwana Yesu, tunapenda kusimama mbele zako tukiomba kwa ajili ya kanisa lako, kwamba kanisa linahitaji vipawa, linahitaji watu, linahitaji karama, linahitaji vipaji, linahitaji kazi. Na ndivyo Mungu unavyopaswa kufanya hizi katikati ya maisha yetu. Kuna watu ambao Bwana moyoni mwao umeweka mzigo wa kuomba. Kuna watu ambao moyoni mwao umeweka mzigo wa kupanda makanisa. Kuna watu ambao moyoni mwao umeweka mzigo wa kufanya kazi yako katika nyumba yako. Na hii ni kwa sababu ya afya ya kanisa. Tunawaombea waliochoka, waliokata tamaa, walioacha, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, ya kwamba wataendelea kuinuka upya tena, ya kwamba utafufua kazi zako katika mioyo yao, ya kwamba utawakumbusha na kuwasemesha ili warejee, ili watembee, ili waje, ili waendelee kufanya kazi zao katika kanisa lako. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, tunaiona neema na nguvu zako ambapo Bwana wewe zinaenda kuonekana kati ya wanaume na wanawake, kati ya wazee na vijana, katika kazi zao walizonazo. Wewe unawahudumia na kuwakumbuka ulivyowapatia hizo huduma ambazo Bwana wanapaswa kuzifanya mbele za macho yako kwa utukufu. Naachilia neema yako Bwana. Ninatamani kukuona Mungu ukisimama. Natamani kukuona Mungu ukitenda. Natamani kukuona Mungu ukitembea. Natamani kukuona Mungu ukijidhihirisha katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu unayeishi, wewe ni Mungu unayetembea, wewe ni Mungu unayetenda katikati ya maisha yetu. Tunaombea maisha ya watoto wako Bwana. Tunaombea kazi za watoto wako Kristo. Wewe ni Mungu ambaye una uwezo wa kufanya mambo mbalimbali katika nyumba na familia zetu. Wapo watoto ambao Mungu wameanza kwenda chuoni na wengine hawajaenda, bado wako majumbani mwao. Wazazi wao hawajapata ada, wazazi wao hawajapata mahitaji, wanahitaji kukutana na wewe. Kutana nao Bwana, kutana nao Yesu, kutana nao. Nenda ukafungue milango na njia mbalimbali ili waweze kufikia mahali pale. Wasikomee kulia tu, wasikomee kulia tu, bali neema yako Bwana ikajifunue katikati yao, ukafunua mapenzi yako Bwana. Na wengine hawana dila, hawajui kama watasoma, hawajui kama wataenda shule, hawajui kama watapata chochote. Ninakuomba Bwana, nenda ukakutane nao, nenda ukawasaidie ili waweze kusoma, ili waweze kufikia mahali pao. Wasaidie wazazi wao, wawape majibu mazuri, wawapatie matumaini na matarajio kulingana na namna ambavyo Mungu wewe unatembea. Kuna familia ambazo Mungu zimechoka, zina shida, zimegawanyika, mahusiano yao hayako sawa, wanaishi kwa mazingira ambayo sio. Tunatuma neno lako Bwana, tunatuma mamlaka ya Roho Mtakatifu. Nenda ukawatembelee, nenda ukaonekane katikati yao. Tunarejesha mahusiano yao, tunarejesha makubaliano yao, tunarejesha maisha yao, tunarejesha upendo wao. Nenda Mungu ukawageuze, nenda Mungu ukawabadilishe, nenda Mungu ukajidhihirishe juu yao. Kutana Bwana nao kawaone katika maisha yao, wanaume na wanawake, juu ya watoto wao, juu ya ndugu zao. Bwana, wapo ambao hawajamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanahitaji kukuona Bwana, wanahitaji kukujua Kristo. Nenda ukagabilishe. Tunaikataa miungu, tunakataa roho ya shetani, tunakataa ibada ya sanamu, tunakataa kutokuamini, tunakataa maisha magumu, tunakataa nguvu za kukataa Mungu, nguvu za kukataa nguvu zako katika jina la Yesu.
Toka shetani katikati ya mioyo yao. Tunakukataa kwa jina la Yesu. 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 Tunakukataa shetani. Toka, achilia maisha yao. Wanahitaji neema, wanahitaji baraka, wanahitaji mamlaka, wanahitaji nguvu, wanahitaji neema yako Bwana. Kristo, ninajua ya kwamba wewe upo na unasimama katikati ya maisha yetu. Neema yako Bwana inatembea. Neema yako Bwana inaishi. Neema yako Bwana inaonyesha namna ambavyo Mungu unaweza ukawa. Nenda Bwana ukasimame. Nenda Bwana ukatembee. Kutana nao Bwana katika maisha yao. Angalia uchumi wa kanisa Bwana, uchumi huu. Nenda ukaangalia uchumi wa Wakristo mmoja mmoja ambao ndio ni chanzo cha uchumi wa kanisa katika jina la Yesu. Angalia biashara, angalia ufugaji, angalia kazi za mikono katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunarudisha biashara zilizoharibika. Tunaanzisha mitaji iliyokuwa imekatika. Tunarudisha mipango iliyokuwa imepotea katika jina la Yesu. Tunawarudisha waliopotea, tunawarudisha waliotelekeza, tunawarudisha walioingia, tunawarudisha katika jina la Yesu. Tunatamani Mungu wasaidie katika shughuli zao, biashara ndogo ndogo, biashara kubwa, ajira, kazi zingine za kujiajiri, huduma mbalimbali walizonazo, hata kama ni kuchomelea, hata kama ni kuuza matunda, hata kama ni kuuza nafaka, hata kama ni kufanya shughuli yoyote, ufugaji wa kuku, mauzo ya namna yoyote ambayo Bwana wanayafanya. Kutana na Wakristo wako, wasaidie kufanya vizuri, wasaidie kuondoka kwenye uvivu, wasaidie kutoka kwenye kuchoka. Bwana wakakutumaini, Bwana wakakutegemee, Bwana wakakutazame katika jina la Yesu. Baba tembea, Baba tamalaki, Baba jihusishe na uonekane katika jina la Yesu. Wapo walioachika, wameachwa hivyo, na wanaume wametokomea, wanawake wametokomea. Tunawaombea nyumba hizo Bwana, ikiwa una makusudi nao na unatamani zirudi zikafanye kazi yake, tunazihitaji kwa jina la Yesu, tunazialika kwa jina la Yesu. Shetani, nenda ukaziachie, nenda ukarudisha mahusiano yao, nenda ukarudisha makubaliano yao. Wengine ambao hawaelewani kabisa, tabia zimekuwa mbovu, tabia zimekuwa za zinaa, tabia zimekuwa za urevi, tabia zimekuwa za uongo, tabia zimekuwa zisizo sawa, zimekuwa za uwizi, ibada ya sanamu na kuabudu miungu, kwenda kwa waganga, ushirikina. Ninaukataa kwa jina la Yesu ya kwamba Baba, nenda ukazitengeneze nyumba hizo, nenda ukazigeuze, nenda ukazirudishe, nenda ukazifanye upya Bwana katika jina lako, ili watoto wako wanufaike kuishi katika maisha yako, wanufaike kuishi na Mungu katika jina la Yesu. Nenda ukatengeneze, warau tuwe na ndoa za mifano, warau tuwe na ndoa za kuiga, warau tuwe na ndoa za kutazamia katika jina la Yesu Kristo. Baba, nenda ukasimame, kutana na wajane katika nyumba na familia zao. Namna gani wanapata mahitaji, namna gani wanajiendeleza, namna gani wanaishi na watoto wao, namna gani wanaishi na familia zao katika jina la Yesu. Kutana na yatima katika nyumba na maisha yao kwa jina la Yesu. Tulia hai, wewe ni Baba. Nenda ukawaangalia wanaoolewa, nenda ukaangalia wanaooa katika mipango na huduma zao. Nenda ukawape mke mwema, nenda ukawape mume mwema katika jina la Yesu. Matarajio yao yakajibiwe na wewe. Chumba zisizokuwa na faida ninazikataa katika jina la Yesu, bali neema yako Mungu ikasimame, mamlaka yako Bwana yakatembee, mamlaka yako Bwana yakaishi katika jina la Yesu. Ninakutamani Mungu hukuona ukilihudumia kanisa lako. Nenda Bwana ukaonekane katika kila kona. Nenda ukaonekane Mungu kwenye mitaa. Kutana na viongozi wa mitaa, kutana nao kwa kazi zao. Nenda ukawasaidie mmoja mmoja, kawasaidie katika nyumba zao, wanaohitaji kujenga, wanaohitaji kununua kiwanja, wanaokamilisha nyumba zao, wanaonunua usafiri, wanaosomesha watoto. Kutana na Bwana na familia, kutana nazo katika jumuiya kwa jina la Yesu. Waangalie Bwana jumuiya ya Nyamarembo, kutana na jumuiya ya Soko, kutana na jumuiya ya Msarara
Rodi, kutana na jumuiya ya Lwenge, kutana na jumuiya ya Bomani, kutana na jumuiya ya Kivukoni, kutana na jumuiya ya Mwatulole, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Nenda ukaponye magonjwa katika nyumba zao. Nenda ukayaondoe magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kila namna yaliyomo kwenye maisha yao, yaliyowasumbua muda na miaka mingi. Kwa jina la Yesu, nenda ukajidhihirishe, nenda ukajifunue, nenda ukatembee, nenda ukatamalaki, nenda ukakae katika utukufu wako, katika mamlaka yako. Ninakutamani Bwana, ninakuhitaji Mfalme. Nenda ukajidhihirishe kwa upendo wako, yaondoe magonjwa hayo, tupe uzima, tukakutukuze, tukaliinue jina lako. Tujalie ushirika na umoja Bwana, tukapendane Bwana, tukajaliane Bwana, tukathaminiane katika jina la Yesu. Tukaishi kama kanisa la kwanza, tukaishi kwa kulifuata neno lako, tukalisome na kulielewa, tukakubaliane na maandiko yako, tukakubaliane na utukufu wako, tukubaliane na mipango yako, tukubaliane na neno lako, tukubaliane na kila ambacho Mungu unatufundisha, maana wewe unatufundisha ili tupate faida. Katika jina la Yesu, kwa neno lako tunazishusha nyavu katika robo hii ya 4 ya mwaka. Katika neno lako tunazishusha, tunashusha robo hizi, 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 tunashusha robo hizi katika jina la Yesu. Bwana, wewe ni Mungu. Bwana, wewe ni Baba. Bwana, wewe unatenda. Bwana, wewe unajidhihirisha katika jina la Yesu. Bwana, unaendelea kutembea. Bwana, unaendelea kuonekana katika maisha na nyakati hizi. Kutana na vikundi vya kwaya katika maisha yao, wasaidie katika huduma ya kuimba, wasaidie viongozi wake, wasaidie katika mipango na miradi. Iangalie idara mbalimbali za kanisa, zinahitaji neema yako Baba. Kanisa lina watu ni wachache, wengi bado wako nje, wengi wamechoka, wengi wamesusia, wengi wametoroka, wengi wamehamia. Katika jina la Yesu ninaomba Bwana, ninawakomboa katika jina la Yesu. Watoe kule waliko, walete kanisani. Badilisha tabia zilizowaondoa kanisani, waambie waache dhambi Bwana, ukawageuze walete kanisani, maana kuna nafasi zao, kuna maeneo yao ya kukaa, kuna kazi zao za kufanya. Nenda ukawalete wake kwa waume, kutana nao mahali walipo, wakaiamini Injili, wakaliamini neno lako, wakaamini kazi yako. Kwa jina la Yesu, wewe ni Mungu uliyeumba wanadamu ili wakuabudu, ili wakutukuze, ili wakuheshimu, ili wakutumikie, ili wakujue wewe, wafahamu pendo lako, wafahamu mamlaka yako, wafahamu kazi zako, wafahamu upendo wako, wafahamu hukumu zako, wafahamu mipango yako, wafahamu kazi zako. Katika jina la Yesu, wewe ni Mungu unayetumikiwa. Bwana, unahitajika kuwepo. Ninawaombea waimbaji, ninawaombea wazee wa kanisa, na waombea wahudumu, viongozi wote wa kanisa. Geuza mioyo yao ikakupende Bwana, wakawe tayari kukutumikia kwa moyo wa kicho. Tusaidie kanisa kuachana na kujitenga na tabia mbovu, kujitenga na uovu, kujitenga na dhambi, mambo na vitu vya kuiga tunavikataa. Mipango ya kuiga ya kishetani tunakataa, mambo ya kidunia tunayakataa katika jina la Yesu. Tunatamani kuona neema yako Mungu ikitamalaki, ikiishi, ikisimama, ikitembea katika jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunazikataa tabia, mipango mibovu isiyokupa utukufu Bwana. Nenda ukauwe mawazo hayo kwenye mioyo yao, wala wasitamani tena katika dhambi, wasitamani tena katika anasa, wasitamani tena katika fedha za aibu, wasitamani tena katika rushwa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, lipo
liponye kanisa lako. Acha tupende kazi yako, acha tupende huduma yako, acha tupende mipango yako, acha tupende uwezo wako, acha tupende nyumbani mwako ni mahali pa kupumzika, mahali pa sara, mahali pa kazi, mahali pa mabadiliko, mahali pa uponyaji. Ondoa magonjwa ya vichwa, ondoa magonjwa ya vifua, ondoa magonjwa ya miguu, ondoa magonjwa ya kila namna, roho ya umasikini, roho ya ukahaba, roho ya kukataliwa, roho ya kufukuzwa, roho ya kutokuolewa, roho ya kila namna mbovu, ninakataa kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka chia maisha yake, toka chia kazi zake, toka chia biashara yake, toka chia maisha yake, toka chia familia yake, toka chia kazi zake, toka chia maisha yake, toka chia mipango yake, toka chia ndoa yake, toka chia watoto wake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka chilia maisha yao, toka chilia maisha yao, toka chia maisha yao, toka chia maisha yao, toka chia maisha yao. Nenda ukakomboe kwa jina la Yesu, nenda ukatakase kwa jina la Yesu, nenda ukageuze kwa jina la Yesu. Geuza kwa jina la Yesu, geuza kwa jina la Yesu, badilisha kwa jina la Yesu, badilisha kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaachilia neema yako, tunaachilia mipango yako, tunaachilia mambo yako Bwana katika jina la Yesu. Kutana na viongozi wa serikali, kutana na viongozi wa siasa katika jina la Yesu. Bwana utaitunza nchi hii, na wasioiwazia mema Bwana utawaweka pembeni. Wewe utaipigania, utasimamisha haki katika vinywa vyao, katika akili yao, katika mahakama zao, katika vituo vyao, katika makambi yao, katika vyeo vyao. Bwana kaitetee nchi yetu Baba, nenda ukaitunze kwa jina la Yesu. Jidhihirishe Bwana, tutunzie rasilimali, tutunzie maisha. Mikataba mibovu, mikataba ya kijinga, mikataba ya kuumiza, tunaikataa, tunaivunja katika ulimwengu wa roho. Tunavunja kwa jina la Yesu, tunavunja kwa jina la Yesu, tunavunja kwa jina la Yesu. Roho na kazi za kishirikina, wale wanaotumikia miungu, tunaikataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa jina la Yesu. Baba, nenda ukafufue roho ya kupanda makanisa. Watu wako tayari kutoa fedha zao, wawe tayari kuwezesha kufanya kazi, kununua viwanja, na hata kwa ajili ya kununua vitu mbalimbali na usafiri kwa ajili ya watumishi wako. Fungua miujiza yako, jidhihirishe Bwana, maana hii kazi inakuhusu. Tuinue tuliochoka na tuliokata tamaa, wale tuliokimbia na kuogopa. Wewe Bwana unajidhihirisha, wewe Bwana unatembea, wewe Bwana unaonekana. Wewe magonjwa toka chia kwa jina la Yesu. Ninaamuru toka chia maisha ya watu, toka chia kwa jina la Yesu, toka chia kwa jina la Yesu. Na kuamuru toka, na kuamuru toka, na kuamuru toka, na kuamuru toka kwa jina la Yesu. Toka chia kwa jina la Yesu, toka chia miguu inayowaka moto, toka chia vichwa hivyo, toka chia. Na kuamuru dogo kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu toka, naamuru kwa jina la Yesu toka chia kanisa, toka chia kazi zako, toka chia mpango yao, toka chia. Na kuamuru kwa jina la Yesu toka chia, wakawe huru kwa jina la Yesu. Wao unayezuia watakatifu wako kuomba katika nyumba yako, ninakuamuru toka, toka chilia kanisa lako, toka liache kanisa lako lipone, toka liache kanisa lako liendelee, toka liache kanisa lako liingie katika jina la Yesu. Fanya Bwana nyumba yako iwe nyumba ya Sara, nyumba yako ikawe nyumba ya baraka, nyumba yako ikawe nyumba ya marejeo. Watu wakarudi wapumzike katika nyumba zako, wakapumzike katika kazi zako, wakapumzike katika mipango yao. Wewe utaponya, wewe utalinda, wewe utahifadhi, wewe utarejesha, wewe utatuwezesha, ili Bwana tukutumikie sisi na watoto wetu, sisi na kazi zetu, sisi na mali zetu, sisi na huduma zetu, sisi na mipango yetu, sisi na maisha yetu, sisi na watoto wetu, sisi na nyumba yetu, wakubwa kwa wadogo. Bwana ukatulete katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
ninakutamani Bwana ukazungumza na sisi, tukalipende neno lako, tukapende kazi yako, tukapende maisha yako, tukaishi kwa ushirika, tukaishi kwa umoja, tusiumizane, tusikatishane tamaa. Kwa jina la Yesu ponya, kwa jina la Yesu pokea, 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 katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ninahitaji hiyo neema katika jina la Yesu. Likumbuke kanisa, ligeuze, lilete kwa upya. Semesha watoto wako, wasemeshe watu mbalimbali, wasemeshe Bwana Yesu, wawezeshe kuomba, wawezeshe kuja mbele zako, wawezeshe kujieleza, wawezeshe kupeleka mahitaji kwako Bwana. Weka roho yako Bwana, mwachilie Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu, mwachilie Roho Mtakatifu, mwachilie Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu katika mioyo yao, achilia Roho Mtakatifu katika kazi zao, achilia Roho Mtakatifu juu ya mawazo yao, achilia Roho Mtakatifu katika mipango yao, achilia Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Sema nao, sema nao katika jina la Yesu, sema nao katika jina la Yesu. Sema nao katika jina la Yesu, 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 sema nao katika jina la Yesu. Naachilia neema yako, 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 naachilia neema yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwachilie Roho Mtakatifu, mwachilie Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu, achilia Roho Mtakatifu. Watu wamechoka, wanahitaji kuomba, wanahitaji kukuita, wanahitaji kusema mapenzi yako, wanahitaji kujieleza kwako. Bwana ukawatendee kwa wakati, kwa muda, kwa namna yake Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. We Mungu mwaminifu, tunakushukuru sana katika jina la Yesu. Ruhusu Roho Mtakatifu akae katika mioyo yetu, kwenye akili zetu, kwenye fikira zetu, kwenye mipango yetu, kwenye maisha yetu, kwenye kila tunachoweza tukafanya. Bwana Roho Mtakatifu akawe nasi. Rehema zako Bwana zikaendelea kutufunika. Kanami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana. Msaada wako haukomi, niri peke yangu kana. Nina haja uwe kila saa. Sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana kanami. Mwambie Bwana maneno ya shukrani. Mwambie Bwana asante kwa kukupa siku ya 6 kuitumia nyumbani mwa Bwana. Asante kwa jioni hii, asante kwa muda huu, asante kwa maombi yangu, asante kwa namna unavyotenda, asante kwa namna unavyojibu, asante kwa kunitendea. Ninakushukuru kwa ajili ya biashara, na kushukuru kwa ajili ya familia, na kushukuru kwa ajili ya kazi, na kushukuru kwa ajili ya mipango, na kushukuru kwa ajili ya afya, na kushukuru kwa ajili ya nyumba, na kushukuru kwa ajili ya watoto, na kushukuru kwa ajili ya mambo mengi ambayo Mungu nimekuwa nayo na wewe umenitendea kwa neema yako. Bwana asante kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tushiriki neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu
ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Bwana akubarikie wewe na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani katika